Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa, ambapo tunaenda kupokea habari na makala maalum, vile vile kipenga cha michezo. Natumai umejiandaa kupokea taarifa yetu ya habari kamili. Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana. Kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na mlipuko katika basi la shule nchini Pakistan laua takribani watu 5. Mtandao wa X waminywa Tanzania. Waziri mkuu wa zamani wa DRC ahukumiwa kazi ngumu kwa tuhuma za rushwa. Ugonjwa na mkabili Biden waibua maswali mapya kuhusu afya yake alipokuwa Ikulu. Chanjo ya kwanza ya kisonono duniani yazunduliwa wakati maambukizi yakiongezeka. Umoja wa Mataifa wasema hakuna msaada wowote uliosambazwa Gaza. Serikali ya Kenya kupitia waziri wake wa mambo ya nje Musalia Mudavadi imethibitisha kuwa bado mwanaharakati Boniface Mwangi anashikiliwa na mamlaka ya Tanzania. Naam, natumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani. Kwa moyo mkunjufu na mikono miwili, ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mlipuko wa basi ya shule katika eneo la Balochistan, Pakistan umesababisha vifo vya takribani watu 5 na kujeruhi makumi. Basi hilo lilikuwa likibeba watoto wa shule 44 wakati lilipuka mwendo wa saa 1:40 saa za huko, sawia na saa 8:40 GMT, nje ya kidogo ya mji wa mbali wa Kuzda. Polisi wamesema watu 3 kati ya 5 waliuawa na ni watoto. Polisi wamesema picha zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha mabaki ya basi kubwa likiteketea, huku mikoba ikiwa imetapakaa pembeni yake. Hakuna kundi lililodai kuhusika na tukio hilo hadi sasa, lakini Balochistan, jimbo lenye machafuko kusini magharibi mwa nchi hiyo, limekuwa likikumbwa na uasi wa muda mrefu na ukiukwaji wa haki za binadamu. Mtandao wa X, zamani ukiitwa Twitter, umeminywa nchini Tanzania baada ya baadhi ya akaunti za taasisi za serikali na mashirika binafsi kudukuliwa na watu wasiojulikana. Taasisi ya NetBlocks
ambaye ilifuatilia uhuru wa upatikanaji wa huduma za intaneti duniani, imeripoti jana Jumanne usiku kuwa mtandao wa X umeminywa na mpaka leo asubuhi watumiaji wa mtandao huo nchini humo walikuwa hawawezi kujiunga nao. Serikali ya Tanzania haijatoa tamko lolote juu ya kuminywa kwa mtandao wa X, japo hapo awali walitoa onyo ya kuwashughulikia waliofanya udukuzi wa akaunti ya X nchini humo. Akaunti ambazo zilidukuliwa hiyo jana ni za Jeshi la Polisi, Kituo cha Uwekezaji Tanzania na shirika binafsi la mtandao wa simu Airtel Tanzania. Polisi wa TIC wamefanikiwa kurejesha akaunti zao, lakini Airtel Tanzania bado wamedukuliwa mpaka asubuhi ya leo Jumatano. Wadukuzi hao awali walichapisha maudhui machafu ya ngono na baadaye kutoa taarifa ya uzushi kuwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefariki dunia. Mara baada ya kufuta maudhui hayo, polisi imetoa taarifa rasmi ikikanusha kuhusika na taarifa zilizosambazwa kupitia mtandao wa X katika akaunti yao. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa naye alitoa taarifa ya kuonya umma juu ya uwepo wa ongezeko la akaunti feki zinazofanana kwa jina la zile za taasisi halali. Serikali imewahimiza wananchi kuwa makini na taarifa wanazozipata mtandaoni na kuwataka kujiridhisha kwa kufuatilia akaunti rasmi za taasisi au kuwasiliana na mamlaka husika kabla ya kusambaza taarifa zozote. Waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amehukumiwa kifungo cha miaka 10 na kazi ya kulazimishwa kwa kosa la rushwa. Augustin Matata Ponyo alipatikana na hatia ya ubadhirifu wa takribani dola 245 ambazo ni sawia na euro 182 za fedha za umma na mahakama ya kikatiba ya Kongo siku ya Jumanne, pamoja na Deogracias Mutombo, gavana wa zamani wa benki kuu ya DRC Kongo. Wakili wa Matata aliambia shirika la habari la Reuters kwamba uamuzi huo haukuwa wa haki na ulichochewa kisiasa. Sehemu ya fedha zilichukuliwa kutoka kwenye maendeleo makubwa ya kilimo yaliyokusudiwa kukabiliana na uhaba wa chakula nchini humo. Tangazo la Joe Biden kwamba amepatikana na saratani ya tezi dume limefufua maswali kuhusu masuala ya kiafya ambayo rais huyo wa zamani wa Marekani alikuwa akikabiliwa nayo alipokuwa katika ikulu ya White House. Katika taarifa ya Jumapili, ofisi ya Biden imesema mzee huyo wa miaka 82 alibainika kuwa na maradhi hayo siku ya Ijumaa baada ya kuonana na daktari kutokana na dalili zilizojionyesha za njia ya mkojo. Baadhi ya madaktari wameeleza kushangazwa na aina hiyo kali ya saratani ambayo imesambaa hadi kwenye mifupa yake, haikugunduliwa mapema. Wengine wamesema kwamba saratani zinaweza kukua haraka bila mgonjwa kuonyesha dalili na kwamba wanaume zaidi ya 70 hawachunguzwi mara kwa mara. Rais Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kwamba mtangulizi wake alipaswa kuwa wazi zaidi kwa umma, akionekana kuashiria kuwa utambuzi wa saratani ulikuwa umefichwa, kauli iliyokanushwa na msaidizi wa Biden. Uingereza itakuwa nchi ya kwanza duniani kuanza kutoa chanjo dhidi ya ugonjwa wa zinaa wa kisonono. Haitapatikana kwa kila mtu. Lengo zaidi litakuwa ni kwa wanaume wenye kujihusisha na mapenzi ya jinsia moja na wapenzi wawili wenye historia ya kuwa na wapenzi wengi au waliokuwa na historia ya kupata magonjwa ya zinaa. Chanjo hiyo ina ufanisi wa 30% hadi 40%, lakini NHS England inatumai kuwa itabadilisha idadi inayoongezeka ya maambukizi. Kulikuwa na kesi zaidi ya 85,000 mnamo mwaka 2023, ya juu zaidi tangu rekodi ilipoanza mnamo mwaka 1918. Ugonjwa wa kisonono hauoneshi dalili wakati wote, lakini inaweza kujumuisha maumivu, kuvimba kwa sehemu za siri na utasa. Ni watu wangapi watachagua kuchanjwa haijulikani, lakini makadirio ya chuo cha Imperial London yanaonyesha kwamba ikiwa chanjo itathibitishwa kuwa maarufu, basi inaweza kuzuia kesi 100,000. Umoja wa Mataifa unasema hakuna msaada wowote ambao umesambazwa huko Gaza
licha ya malori ya misaada kuanza kuvuka mpaka baada ya kizuizi cha wiki 11. Maafisa wa Israeli wamesema malori 93 yaliingia Gaza siku ya Jumanne, ikiwa ni misaada, ikiwa ni pamoja na unga, chakula cha watoto, vifaa vya matibabu na dawa. Lakini Umoja wa Mataifa umesema licha ya malori kufika upande wa Wapalestina kwa kivuko cha Kerem Shalom, hakuna msaada wowote ambao umesambazwa hadi sasa. Msemaji wake Stephanie Dujarric amesema timu hiyo inasubiri kwa Israeli kuwaruhusu kufikia eneo hilo. Israeli ilikubali Jumapili kuruhusu kiasi cha chakula kuingia Gaza, ambapo wataalamu wa kimataifa wameonya juu ya njaa inayozidi kuongezeka. Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa kuhakikisha kwamba misaada ya kibinadamu inaruhusiwa kuingia katika ukanda wa Gaza. Mashirika ya kutoa misaada yanasema hali imekuwa mbaya zaidi kwenye eneo hilo baada ya Israeli kuzuia ufikaji wa misaada. Israel imekuwa nchi ya chini ya shinikizo kutoka kwa jamii ya kimataifa kusitisha operesheni zake Gaza na kuhakikisha kwamba misaada inaingia kwenye ukanda huo. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amejikuta katika shinikizo la ukosolewaji mkubwa kufuatia matamshi aliyoyatoa hapo jana kuhusu wanaharakati wa Kenya waliofukuzwa Tanzania. Wanasiasa, raia na watetezi wa haki za binadamu wakimtuhumu kutetea kilichofanywa na serikali ya Tanzania. Akihojiwa na kituo cha runinga cha ndani ya Kenya Citizen, Mudavadi alionekana kuunga mkono kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyedai raia hao wa Kenya walikuwa na lengo la kutatiza amani na utulivu katika taifa lake. Kile ambacho tunapaswa kufanya ni kuwa wakati mwingine tunatumia vibaya uhuru wa maoni tulionao, na nadhani kilichotokea kinafaa kituamshe kwamba vile sisi tunafanya, vile sisi tunaongea, vile tunatoa maoni yetu haimaanishi kuwa kinaweza kuwafurahisha na kufanya kazi kwenye nchi nyingine. I think what we need to do, maybe the flip side. Kile ambacho tunapaswa kufanya ni kuwa wakati mwingine tunatumia vibaya uhuru wa maoni tulionao, na nadhani kilichotokea kinafaa kituamshe kwamba vile sisi tunafanya, vile sisi tunaongea, vile tunatoa maoni yetu haimaanishi kuwa kinaweza kuwafurahisha na kufanya kazi kwenye nchi nyingine. Shauri jipya limewasilishwa katika mahakama ya Marekani. Inaonyesha kuwa maafisa wa idara ya uhamiaji nchini humo wameanza kuwafurusha wahamiaji zaidi ya 12 kutoka Asia kwenda Sudan Kusini kinyume cha sheria. Hatua hii imechukuliwa licha ya mahakama tarehe 7 mwezi huu kuzuia mpango mwingine wa kuhamishia raia hao katika nchi za Libya na Saudi Arabia. Mapema mwezi Aprili, utawala wa Rais Trump ulifuta visa zilizokuwa zinashikiliwa na raia wa Sudan Kusini katika juhudi za Washington kuwafukuza wahamiaji haramu. Trump mara kwa mara amekuwa akisema Marekani inavamiwa na wahuni na wahalifu kutoka katika mataifa ya kigeni. Mwezi Februari, Rais Trump aliagiza kufukuzwa kwa karibia wahamiaji 250 raia wa Venezuela kwenda nchini El Salvador bila ya kufikishwa mahakamani, akidai kwamba wahamiaji hao walikuwa sehemu ya magenge ya kihalifu. Nchini DRC, gavana wa jimbo. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba nchini DRC, gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki amerejea mjini Uvira siku ya Jumanne baada ya ziara ya miezi mitatu. Nchini DRC, gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki amerejea msikilizaji mjini Uvira hapo jana baada ya zaidi ya miezi mitatu mjini Kinshasa kufuatia uvamizi wa AFC M23 wanaosaidiwa na Rwanda kwenye mji wa Goma na Bukavu. Kufahamu mengi zaidi, hii hapa taarifa yake Emmanuel Makundi.
Alipowasili Uvira, gavana Purusi alikashifu uuzwaji wa nyumba na mali za serikali katika mji wa Bukavu ambao kwa sasa uko chini ya waasi hao, akigusia uwezekano wa vita kukoma hivi karibuni. Tunakuja kubambia kama vita iko nyuma, ndio message ya chef de l'etat, ili mu resiste tu mu persevere, hii vita inakuwa nyuma. Gavana Purusi amerejea kukiwa na ripoti za mapambano ya mara kwa mara katika maeneo ya Fizi na Uvira kati ya jeshi la Kongo linalosaidiwa na wapiganaji Maimai Wazalendo na jeshi la Burundi dhidi ya makundi yenye silaha Twirwaneho, Gumino, makundi tiifu kwa AFC M23. Lakini je, wakazi wa Uvira wanatarajia nini kutoka kwake? Tunamusi kuunganisha tena mji wa Uvira na Bukavu ili sisi raia mapato ndogo tuangalie angalau gisi ya kuishi. Atutegemee kitu. Alirudiana mwa ile mambo yenye anasema mara mingi lakini haipati masuluhisho. Biamungu Shamba ni msimamizi wa shirika jipya la raia la uko Uvira na Fizi. Yeye amekuwa na haya: tumefurahi na sisi. Chini DRC, gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean nchi wanachama wa baraza la shirika la afya duniani WHO hiyo jana kwa kauli moja waliridhia mpango wa kidunia kuhusu namna bora ya kukabiliana na magonjwa ya milipuko, ambapo hata hivyo kutokuwepo kwa Marekani kunatia shaka ufanisi wa itifaki iliyotiwa saini. Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema shirika hilo licha ya kukabiliwa na upungufu wa bajeti linachukua hatua ya kubana matumizi na kupunguza wafanyakazi bila kuathiri operesheni zake. Mlipuko wa virusi vya uviko 19 vile vya Ebola vilitikisa mifumo ya afya ya dunia kwa nyakati tofauti, hali iliyolazimu nchi kuja na mikakati dhabiti ya kukabiliana na milipuko mingine siku za usoni. Waziri mkuu wa zamani wa DRC Augustin Matata Ponyo hapo jana alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela pamoja na kufanya kazi ngumu baada ya kukutwa na hatia ya makosa ya rushwa kutokana na ubadhirifu wa dola karibu milioni 247. Matata mara zote amesisitiza kesi yake ilichochewa kisiasa, mashtaka yaliyotokana na kashfa ya mradi wa kilimo wa Bukanga Lonzo. Mahakama pia ilimkuta na hatia ya mfanyabiashara wa Afrika Kusini Geogracius Mutombo, ambapo alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela, ambapo pia hawataruhusiwa kushika nafasi ya umma kwa miaka 5. Amehukumiwa kifungo cha miaka 10 jela pamoja na kufanya kazi ngumu baada ya kukutwa na hatia ya makosa ya rushwa kutokana na ubadhirifu wa dola karibu milioni 247. Matata mara zote amesitiza kesi yake ilichochewa kisiasa, mashtaka yaliyotokana na kashfa mradi wa kilimo wa Bakangolozo. Msikilizaji, Lore Oyembe ni wakili wake. Kulikuwa na kila kitu isipokuwa sheria. Ni muunganisho wa ukweli uliojitenga wa sheria. Uamuzi huo umetenganishwa na ukweli na unabadilisha uaminifu wowote wa taswira ya mfumo wetu wa haki. Tutaanzisha, ikiwa wateja wetu watakubali, ombi la kuonyesha hukumu hiyo imepingana na katiba. Tuna uhakika kwamba hii ni kesi ya kisiasa. Uamuzi huu hautuzuii. Mashtaka, msikilizaji, alitokana na kashfa mradi wa kilimo wa Bukangalozo. Mahakama pia ilimkuta na hatia mfanyabiashara wa Afrika Kusini ambaye ni Douglas Mutombo, ambapo alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela, ambapo pia hataruhusiwa kushika nafasi ya umma kwa miaka 5. Bunge la Uganda Jumanne ya wiki hii lilipitisha mswada tata wa sheria kuhusu UPDF, mswada ambao sasa utaruhusu mahakama ya kijeshi kusikiliza kesi za kiraia, hatua ambayo imeenda kinyume kabisa na uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya juu ambayo ilisema mahakama hizo hazina hadhi kikatiba kusikiliza kesi za kiraia.
Marekebisho muhimu yaliyofanywa na bunge ni kulitaka jeshi kuweka alama kwenye vyombo vyao vyote ili kuvitofautisha na vile vya raia. Pia sasa ni sharti kwa mkuu wa mahakama ya kijeshi kuwa wakili katika cheo cha jaji wa mahakama kuu, na kwamba aliyehukumiwa anaweza kukata rufaa katika mahakama ya kiraia. Hapa ni mwanasheria mkuu Kiliowa Kiwanuka. Tumefanya kile ambacho mahakama ilitutaka na kufafanua kwamba mahakama ya kijeshi haina mamlaka juu ya raia wote, bali ni wale tu waliopatikana na silaha kinyume cha sheria na wanaotumia vyombo vya kijeshi. Naamini tumefanya kazi nzuri juu ya hilo. Hapa ni kiongozi wa upinzani katika bunge Joel Senyonyi. Tumechukua uamuzi wa kwenda kwenye mahakama kwa sababu tuna sababu za kutosha. Kwa mfano, uamuzi wa mahakama ya juu kutoa hukumu raia kwenye mahakama za kijeshi umepuuzwa na hapakuwa na mashauriano ya kutosha ya wadau mbalimbali. Timothy Chimonges ni mchambuzi wa matokeo bungeni. Serikali ambayo tuko nayo ni serikali ya kimajeshi. Wanataka kuhakikisha ya kwamba ni wao wanazidi kuongoza. Sheria hii imepingwa na watetezi wa haki za binadamu na upinzani, wakisema kwamba itatumika kuwalenga wakati nchi inakaribia uchaguzi ujao. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy ametangaza nchi yake kusitisha mazungumzo kuhusu biashara huria kati yake na Israeli kutokana na taifa hilo kuendelea kuzuia misaada kwenye ukanda wa Gaza. Tangazo la Waziri Lammy limewadia wakati ambapo Israeli inaendelea kusisitiza kuwa itadhibiti eneo lote la Gaza. Haya yanajiri, mashirika ya misaada yanasema licha ya Tel Aviv hapo jana kuruhusu malori machache kuingia Gaza, bado misaada haitoshi na kwamba malori zaidi yanatakikana kuruhusiwa. Kwenye ukanda wa Gaza, tangazo la Waziri Lammy limekuja wakati ambapo Israeli imeendelea kusisitiza kuwa itadhibiti eneo la Gaza. Serikali ya Netanyahu inapanga kuwaondoa raia wa Gaza kutoka kwenye makazi yao na kuwapeleka kwenye eneo dogo la kusini mwa Gaza. Lazima tukitaje hiki kama kilivyo: ni ubaguzi, ni hatari, ni unyanyasaji, ni ukatili, na nalaani kwa nguvu zote. Netanyahu, ondoa zuio hili haraka na ruhusu misaada kuingia. Haya yanajiri wakati mashirika ya misaada yakisema licha ya Tel Aviv hapo jana kuruhusu malori machache kuingia Gaza, bado misaada haitoshi na kwamba malori zaidi yanatakikana kuruhusiwa. Serikali ya Kenya kupitia waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi, msikilizaji, kwamba imedhibitisha kuwa bado mwanaharakati Boniface Mwangi anashikiliwa na mamlaka ya Tanzania na kwamba juhudi za kumrejesha Kenya zinafanyika. Kwa mjibu wa mawakili waliokuwa wakitoa msaada wa kisheria, jana Mwangi na Agatha Antuhiare waliachiwa na kupelekwa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere Dar es Salaam kwa ajili ya kurejeshwa Kenya. Jeshi la Sudan limetangaza kulikomboa eneo lote la The Greater Khartoum baada ya kuwafumusha wanamgambo wa mwisho wa RSF waliokuwa wamebaki katika eneo muhimu kwao la Amdaman. Hatua hiyo ni mafanikio makubwa zaidi kwa jeshi la Sudan ndani ya karibu miezi miwili na limedhibitisha upya udhibiti wake wa mji mkuu Khartoum na maeneo jirani. Umoja wa Ulaya umetangaza kuwa utapitia upya mkataba wake na ushirikiano wa kisiasa na kiuchumi na Israel kufuatia hali mbaya ya kibinadamu inayoendelea Gaza. Nchi wanachama wa umoja huo wamekubaliana kupitia upya mkataba maarufu wa ushirikiano, wakitaka kuchunguza iwapo Israel inaheshimu kipengee cha haki za binadamu kilichopo kwenye mkataba huo.
Rais wa Urusi Vladimir Putin ametembelea mkoa wa Kursk kwa mara ya kwanza tangu vikosi vya Urusi viwafurushe wanajeshi wa Ukraine kutoka eneo hilo. Katika hatua nyingine, shambulio la Urusi kwenye kambi ya mafunzo ya kijeshi kaskazini mashariki mwa Ukraine yamewaua wanajeshi 6 na kuwajeruhi wengine. Ripoti ya idara ya afya ya umma ya chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda inaonyesha kuwa zaidi ya 48% ya wafungwa katika magereza ya Uganda wanaugua kifua kikuu kilichojificha. Miongoni mwa sababu zilizotajwa katika utafiti ni pamoja na msongamano katika magereza, miundombinu na lishe duni kwa wafungwa. Baada ya kumalizika uchaguzi wa ndani wa Chadema uliompa ushindi mwenyekiti wa sasa Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini na uchochezi mahakamani, makundi ya wanachama ambao hawaungi mkono sera za no reforms no election wametangaza kujitenga na chama hicho na kuibukia vyama vingine ikiwemo Chauma. Miongoni mwa wanachama walioondoka ni wale waliojitenga na kwa jina G55, wakisema msimamo wa chama wa no reforms no election walihisi wanawanyima nafasi ya kushiriki uchaguzi wa 25. Chama hicho kikuu cha upinzani Tanzania hakipo kwenye orodha ya vyama vitakavyoshiriki uchaguzi wa baadaye mwaka huu kutokana na kutosaini maadili ya uchaguzi mwaka huu. Hii imeibua maswali yenye majibu yasiyokuwa na majibu. Pamoja na changamoto hizo, Chadema bado inaendelea kusisitiza umuhimu wa mageuzi ya kisiasa na uchaguzi huru na wa haki. Rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah yupo ziarani nchini Tanzania kuimarisha ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili. Viongozi hao wamekubaliana kuimarisha uhusiano katika sekta ya biashara na uwekezaji, uchumi wa buluu, utalii na kukuza lugha ya Kiswahili. Hapo basi unaungana nasi. Habari kuu ni kwamba mamlaka ya Palestina inasema kuwa karibu watu 330 wamekufa kufuatia kizuizi cha siku 80 cha Israel. Bunge la Uganda limepitisha sheria inayoruhusu mahakama za kijeshi kuwahukumu raia. Ujasusi wa Marekani umepata taarifa mpya kwamba Israeli inajiandaa kufanya mashambulio ya kijeshi kwenye vituo vya nyuklia vya Iran. Wahamiaji wawili wa kisiasa wamehamishwa hadi Sudan Kusini. Uturuki na Marekani wanasema wanazidisha ushirikiano katika kuleta utulivu wa Syria. Na Trump amezindua rasmi programu ya Golden Dome ya ulinzi ya makombora. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 456146 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi zaidi duniani.
Haya, moja kwa moja tunaelekea kuweza kusoma maoni yako ambayo umeweza kuyanakili kwenye wino wako. Basi mimi sina budi kuweza kusoma ile ambayo umeweza kutuandikia katika njia tofauti. Naona pale hivi anaitwa Shukuru pale hivi Musai wa mjini Butembo pale hivi maeneo ya Katwa DRC Congo. Tatizo la hamasa wanapoachwa kwa karibu kwa sababu za kibinadamu wanaanza kujitapa. Sisi ni vidume, acheni wapigwe akili ziwakae. Huyu ni Shukuru Musai. Anasema bwana Hamasa mbona walianza uchokozi? Rizbon pale hivi Samuel pale hivi kutoka Mbeya Tanzania. Tatizo viongozi wetu wa nchi za Afrika Mashariki wanafanya baadhi ya mambo pasipo kufikiria kuwa kuna leo na kesho. Mambo mengine yanaweza kuonekana madogo na baadaye yakaleta hatari mbaya katika nchi na nchi. Wile pale hivi rais wa Amani pale hivi toka Arusha ndogo Chato, busara itumike kumrejesha huyo mwanaharakati Boniface Mwangi nchini mwake kuliko kuendelea kumshikilia. Ndio maoni yake rais wa Amani. Pale hivi Hassan pale hivi Kindolile anasema pale Afrika yatupasa tuondoe sana, tuombe sana Mungu atuzidishie maarifa, maana ndiyo rasilimali inayotoweka kwa kasi zaidi. Michael Musioka, Kenya yafaa ijitoe kwenye muungano wa Afrika Mashariki unaohusisha na kuona Peter Laurian pale hivi anasema safi kabisa hao maana Ahmed pale Visuvi anasema Soprano pale hivi Ahmed pale Visuvi anasema pa enyi jirani zetu Kenya, Tanzania ni ya Watanzania, Waswahili wanasema pilipili uso ila ya kuashiani, kaeni kwa kutulia kwenu. Peter Sawat pale hivi Manyara Tanzania, asanteni kwa habari zenu KMKM Radio 14 Africa, mnakuja kwa kazi nzuri, mko vizuri, asante sana na karibu. Lucas pale hivi Ezekiel pale hivi jeshi la nchi zetu limevurugwa, upitishi unakamatwa. Pale hivi Lucas Ezekiel anazungumza kwa mawanda ya kwake. Jafari pale hivi Kopo Moshi Tanzania, mazungumzo pekee yanaweza kuwa suluhisho pekee la vita vya Ukraine na Urusi. Yale ambayo yanajitokeza pale. Nataka amani, upuzi usio na maana kwa Afrika. Shadad pale hivi Idrisa pale hivi maarufu kama Baba Shakira wakashai Bukoba pale hivi Kagera Tanzania. Mimi binafsi naona raia wote wa Kenya waje Tanzania wamchukue. Maoni yake. Ningoje Naja Junior anasema tuachane kwanza, tuko busy na kuondoka kwa anasema shemeji Aziza ni kumwacha dada yetu Mobeto. Sikuelewi, lakini ndio hivyo tulivyo pamoja. Joyce Mdete pale waachie mtu wa watu bwana, natafuta matatizo tu hapa. Ndio pale hivi anaitwa Joyce Mdete anazungumza. Hasa ni pale hivi Mlacha pale hivi wa Koleni pale Moshi Tanzania. Asante sana Radio 14 Africa na wapata vyema tokea mjini Moshi. Serikali ya Tanzania mwacheni Boniface Mwangi, kwani ni kutaka kuvuruga ujirani mwema kisa hiki mizozo ya mchongo. Asante RFA. Asante sana, nashukuru kwa kutuandikia vile vile. Anaona pale hivi Power pale hivi wa Kalunga pale hivi mtoto mpole pale hivi DRC tarafani pale hivi Moba Kirunga mtaa wa hewa bora Kaseke. Mambo kweli na mataifa yetu ya Afrika. Ndio hali si hali. Safari bado. Living pale hivi Kalista pale hivi ndege wa Kilema pale hivi Popo Kilimani, hongera pale hivi RFA kwa matangazo yenu mazuri na kupata kupitia kitandazi. Mnavuma hadi kijijini Kilema Popo. Asante na karibu. Eliud pale hivi Nandi pale hivi wa Swax pale hivi unit pale hivi Sumbawanga, hongera sana jeshi la polisi la Sudan kwa kuikomboa miji hiyo. Naona vile vile hapa hivi aika kwenye ukurasa hapa hivi hasa ni pale hivi Mlacha Makoleni Moshi Tanzania. Asante sana RFA, mnafanya kazi nzuri, nashukuru. Karibu. Hamza pale hivi Selemani Mfaume pale hivi wa Ukuni pale hivi Bagamoyo kule pwani ya Tanzania. Wa Sudan, kaeni chini muijenge nchi yenu. Mnapoendelea na kufarakana kila uchao,
mnalidhoofisha taifa lenu. Toa maoni yake mazuri hayo, natumai yatawaingia kwenye sikio vizuri na yachome moyo na fikra. Mada baba le Paresian pale hivi, mkazi wa DRC Moba Kala Kisakala pale hivi maskani pale hivi, anasema RFA tunawapata vizuri sana kupitia njia ya Google pale kwenye app. Asante na karibu. Hapo basi unaungana nasi. Taarifa kuu ni kwamba mtandao wa X waminywa Tanzania. Mlipuko katika basi la shule nchini Pakistan laua takribani watu 5. Waziri mkuu wa zamani wa DRC ahukumiwa kazi ngumu kwa tuhuma za rushwa. Chanjo ya kwanza ya kisonono duniani yazinduliwa wakati maambukizi yakiongezeka. Umoja wa Mataifa wasema hakuna msaada wowote uliosambazwa huko Gaza.